نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يتولانا بحفظه. tumekutana kwa wakati huu mara baada ya salati al-asr, kukiwa kukutana kwetu mimi na nyinyi nikikaa mahali hapa ni kukutana kwa pili. Jana tulikutana hapa kwenye kalima ya ufunguzi tukayazungumza tuliyoyazungumza, na leo tutakutana tena kwa ajili ya maudhui hii muhimu, maudhui kubwa sana ambayo ina mambo mengi sana ndani yake. Hii kutokana na upana wake na ukubwa wake, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kuzungumza yale yaliyo muhimu zaidi kwenye maudhui hii, na pia vile vile atuwafikishe kuisema iliyo haki na kueleweka, kisha atupe taufiki ya kuyatekeleza yale ya kuyatekeleza. Kama yako ya kuaminiwa katika mambo ya imani tuyaamini ili atuzidishie imani, kama kuna yako ya kutendwa kuingia katika vitendo na vitendo katika imani vile vile, basi atufikishe katika vitendo, na yale ambayo yatakuwa ni ya kufikishwa basi tuweze kuyafikisha kwa kila anayehusika, na iwe ni sababu ya hidayah ya kuongoka viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maudhui niliyopewa ni kama mlivyosomewa na ndugu yetu akhuna al-fadhil al-Sheikh Salim Abu Muhammad hafidhahu Allah ta'ala, kwamba maudhui tulionayo ni ma hiya as-salafiyya wa man hum as-salaf. Ni nini huu salafi na ni kina nani hao masalafi?
neno hili limekuwa likikaririka sana, hasa katika wakati huu, kwenye kipindi hiki, watu wakiuzungumzia huu usalaf. Kuna ambao wanauzungumzia kwa kheri na kuupendezesha kwa watu na kuwahimiza watu washikamane nao huo usalaf, na kuna watu wanaozungumza kwa lugha ya kuutweza na kuonyesha kwamba si kitu na ni kitu cha kutahadhari, kifai kabisa. Alhasil ni kwamba maneno yamekuwa mengi katika hili. Sasa tutazungumza sisi kwa lengo la kutia mchango katika hili, na mchango wenyewe ni mchango wa kielimu. Na siku zote haki ikizungumzwa kwa elimu, basi athari yake inakuwa ni kubwa na athari inakuwa ni nzuri. Na huku kuzungumza huku ndiko ambako leo kumetufikisha hapa tulipo. Ad-da'wa salafia, ukiangalia historia yake, hasa katika hizi nchi zetu, haikuwa hivi leo, haikuwa hivi ilivyo leo. Lakini kwa kule kuzungumzwa na hoja zake, kuzungumzwa kielimu, jambo hili kwa kuwa ni la haki, leo tuko hivi. Mpaka leo tukawa tumekusanyika mahali hapa kwa utulivu, tutasomeshana tena na kina nani? Na wanafunzi wanaotoka katika vyuo vikuu. Si jambo dogo. Jana nilisema hapa, ni jambo kubwa sana la kuhimiliwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huku kusema kuyasema maneno ya haki na yakisemwa kwa ilmu, kwa mtu yoyote ambaye yuko katika fitra yale maumbile ya Uislamu ya asili ambayo wanadamu wanakuwa wamepewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu yoyote alikuwa na fitra ambayo ni salima, yani maumbile yake yako sawa sawa vile alivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni binadamu na ule binadamu kwake upo, wa kukiri juu ya kuwepo muumba Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba yeye ndiye anastahili kuabudiwa. Maumbile haya fitrat Allah alladhi fatara an-nasa 'alayha, mtu akiwa katika fitra na vile vile mwenye akili iliyosalimika, akili ya sawa sawa kabisa, ambayo haijaharibiwa akili yake, mtu mwenye mapenzi ya kutaka kujua haki, anaposikia neno lolote la haki si rahisi kulirudisha, si rahisi kulitupa neno lile na kulipuuza. Kwa hiyo kizuizi kilichoko baina yake yeye na haki ni kuisikia tu. Akisikia ile haki kisawa sawa ikisemwa, basi ikipenya kwenye moyo wake, utakuwa una kazi bure tu wewe ya kumshawishi asiichukue haki. Kazi yako itakuwa ni kazi bure tu. Kwa hiyo walinganizi wanatakiwa wafanye juhudi watu waisikie haki, ielezewe kwa misingi yake na hoja zake. Kuna wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala amewajalia kwamba wakisikia haki tu hawahitaji mbadala wake. Kwa hili ni jambo
zuri, jambo muhimu sana walinganizi wanatakiwa walifahamu. Kwa sisi hatukati tamaa, na wala nyinyi msikate tamaa kwa maneno yanayozungumzwa ya kuitweza da'wa salafia, kuitweza huo usalafi na mengineyo mengi. Mnachokitaka kutoka kwenu tusikilizane. Ikiwa haya tunayozungumza ni maneno ya haki, yamejengwa juu ya msingi wa hujja na adilla, basi huna namna ile kuyapokea. Ikiwa maneno hayako hivyo, basi tafuta ile kwa haki. Lakini tunaamini na kuyakini imanan jaziman, kwa kukata kabisa kwamba alhaqu ma'a salaf, haki iko pamoja na as-salaf, na sisi tunatakiwa tufuate mwenendo wa hao salaf. Ni nini usalaf? Ni kina nani hao masalaf? Basi ndio darasa yetu ya leo, na mingine yatakayofuatia baada ya hapo ni fadhila na uwajibu wa kushikamana na hao as-salaf kwa mujibu wa Qur'ani na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini jambo lingine ambalo pia napenda kulizungumzia kabla ya kulieleza hilo la ma hiya salafiyya wa man hum as-salaf, takusema pia tawfiki ya mtu kuwafikishwa, yani kupewa uwezo, maarifa na maamuzi ya kuweza kuipambanua haki na batil. Kupata uwezo huo ukaweza kupambanua baina ya hii haki na hii ni batil, hili ni la sawa na hili si la sawa. Uwezo huu una athari kubwa sana katika uhai wa Muislamu kiimani na kimatendo. Hili jambo lina athari kubwa sana katika maisha ya mwanadamu, kuwa na uwezo wa kupambanua, kujua hili la sawa na hili si la sawa, hili la haki na hili la batil. Si kila mtu anaweza, si watu wote wamejaliwa hivyo, na mwingine ana uwezo wa kupambanua lakini bado hajakuwa na maamuzi au hana maamuzi ya kuchukua sasa hatua kwamba mimi nafuata haki na acha batil. Sasa kitendo cha mtu kuwa na uwezo na uko na elimu na maarifa na uwezo wa kulipambanua hilo, jambo hili lina athari kubwa sana katika maisha yake. Muislamu ambaye hawezi kupambanua baina ya haki na batil, au unaweza kusema mtu ambaye hawezi kupambanua baina ya haki na batil na sahihi, usawa na makosa, hawezi kuyapambanua kwamba aona yote ni sawa tu, mtu huyu anaishi katika ulimwengu huu siku zote atakuwa anajipungua na kuanguka katika njia yake anayotembea, kwa sababu vitu hivi vinapatikana katika njia unayokwenda. Unaposafiri, nikisema kusafiri na kusudia ule yale maisha yako unapokwenda kila siku zinavyokatika, ni kama unasafiri wewe. Umetoka katika hali fulani kwenda kwenye hali fulani, kwenda hali fulani, uko safarini, na safari yako ina ukomo wake, na ukomo wake ni ile siku ambayo itakabidhiwa roho yako kwa Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Watu watakao zikabidhi roho zao au ambao roho zao zitachukuliwa zikabidhiwe Allah Subhanahu wa Ta'ala, watu aina mbili: alladhina tatawaffahumul malaikatu dhalimi anfusihim qalu fima kuntum. Kuna watu ambao malaika watawafisha wao, watakuja kuzichukua zile roho hali ya kuwa wao katika maisha ya dunia ni wenye kuzidhulumu nafsi zao. Maisha yao yote wao hawakuishi kwa mujibu wa sheria na misingi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kama umeishi katika hali hiyo utakuwa umeidhulumu nafsi yako. Hawa wataulizwa, mlikuwa katika jambo gani huko duniani, mlikuwa mfanyaje? Faalqaw salam ma kunna na'malu min su', watajisalimisha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na watasema sisi hatukufanya ubaya wowote. Watajitetea hivyo. Aya kaendelea. Lakini pia kuna ambao alladhina tatawaffahumul malaikatu tayyibin, malaika watakuja kuwafisha wao na hali ya kuwa katika hali nzuri kabisa. Yaquluna salamun alaykum tibtum, watakuwa wanawaambia malaika assalamu alaykum, amani iwe juu yenu, kwa hakika mlikuwa watu wazuri nyinyi. Sasa watu mwisho wa safari ni huko. Kuna ambao safari zao watazimaliza kwa uzuri na kuna ambao safari zao watazimaliza kwa ubaya, kwa vile walivyochagua namna ya maisha hapa duniani. Sasa yule ambaye hana uwezo wa kutofautisha baina ya haki na batil na hajaamua kuwa mimi njia yangu na maisha yangu na safari yangu ni kufuata haki na kuiacha batil, hajaamua hivi, ikawa yeye ameamua kushika batil, atakufa vibaya. Yule aliyeamua kwamba mimi njia yangu ni njia ya haki na njia ambayo ameipendezesha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu atakufa hali ya kuwa katika uzuri, katika hali ya uzuri. Hii ndio faida kubwa inayopatikana kwa mtu ambaye ataweza kuipambanua haki na batil. Faida kubwa kabisa hiyo. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma yake akajalia nyakati zinatofautiana. Kuna nyakati kheri inakuwa nyingi na kuna nyakati shari inakuwa nyingi. Huu ummahu wa Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam unatofautiana baina ya mwanzo na mwisho. Hili ni jambo limewekwa kama mtihani kwa wanadamu. Kuna kipindi cha mwanzo huko, kile kipindi cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kikaja kipindi cha katikati na kuna kipindi cha mwisho, ndio hiki tunachoishi sisi. Kipindi cha mwisho kwenda kiyama. Sasa hiki ni kipindi cha mwisho, hakuna shaka katika hili. Hatusemi kwamba dunia ishaisha kabisa, la, hatujui sisi kiyama kitakuja lini, lakini kwa mwisho ni mwisho. Hakuna mtume tena baada ya hapo, hakuna masahaba, yani hakuna waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam, wala hakuna waliomuona mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni vizazi vimefuatana baada ya hapo kwa karne nyingi. Sasa pametofautishwa hapo. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi sahihi ambayo ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika kitabu chake as-Sahih, hadithi nambari 4882, katika hadithi inayosema innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alayhi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum wa inna ummatakum hadhihi ju'ila 'afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Anasema hakika mambo yalivyo, uhalisia hasa ulivyo, hajawahi kupatikana mtume yoyote kabla yangu. Hakuna mtume yoyote aliyekuja kabla yangu mimi, isipokuwa wajibu wake ulikuwa ni kuwafahamisha umati wake yale mambo ya kheri anayoyajua kwao. Kila jambo ambalo analijua hili ni kheri kwa umma wake, basi alikuwa anawafahamisha, kuna hili jamaa la kheri, kuna hili nalo la kheri, lifanyeni na hili na hili na hili. Na alikuwa akiwatahadharisha wao shari ya kile anachokijua kwao, kwamba hii ni shari, iacheni.
kisha akasema wa inna ummatakum hadhihi, na hakika huu umma wenu, mimi ni mtume wenu. Sasa huu umma huu ju'ila afiyatuha fi awwaliha, afya yake imejaliwa, afya yake ni mwanzoni mwake. Wasayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha, mwisho wake umma huu utapatwa na balaa, yani mitihani na mambo mengine ya ajabu msiyojua yakitokeza huko mbeleni. Wataji'u fitnatun, itakuja mtihani, fayuraqiqu ba'daha ba'dha, mitihani hii itafanyana mepesi baadhi yake kwa baadhi nyingine. Yani mtu anaweza kupatwa na mtihani, kwa mfano unaweza ukapata ajali, afana Allahu wa iyyakum, labda gari imepinduka, kuna wengine wakafa, wengine wakapata vilema vya kudumu, wakawa vitandani kwa muda mrefu, mwingine kavunjika mkono, mwingine kipasua kidogo, ukapasuka mahali kidogo, ukapoteza simu. Tayib, ikiwa wewe mathalan umepata mtihani, labda umevunjika mkono na umepoteza simu, utafikiria habari ya simu? Na wenzako wengine wamekufa. Ndio tarqiqul fitani ba'daha bi ba'd, ile fitna kufanyana nyepesi baadhi yake kwa baadhi nyingine. Wakati mwingine unaweza kupata mtihani mkubwa, baada ya ule mtihani mkubwa ukaja mwingine mkubwa zaidi, unaufanya mwepesi huu uliotangulia. Ndivyo fitna zinavyokuja hivyo. Kwa hiyo dakika za mwisho itakuwa mitihani inakuja namna kile, utakaokuja ni mkubwa zaidi kiasi ambacho utauona ule uliotangulia ni mdogo. Hivi ndio anatuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pata mtihani pap, umejaribiwa, haujapona vizuri, waja mkubwa wake. Sasa wewe wahuzunika na huu mkubwa, ule mdogo ushausahau. Sasa mitihani yenyewe ni mitihani katika dini. Kwa yasema tutapatwa na fitna ambazo zitakuwa zinafanyana nyepesi baadhi yake baadhi nyingine. Wataji'ul fitna, na itakuja fitna na mitihani, fayaqulu almu'minu, atafikia kusema mu'minu, hadhihi muhlikati, mtihani huu, fitna hii itaniangamiza, siponi hapa, natoka hapa, hapa mimi siponi. Thumma tankashif, kisha mtihani ule utaondoka. Wataji'ul fitna, itakuja tena fitna, fayaqulu almu'minu hadhihi, mu'min atasema hapana, hii sasa hapana, hii itaniangamiza. faman ahabba yuzahzah 'anil nar wa yudkhala aljanna falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, basi yule ambaye atapenda yeye aepushwe na moto. Hakusema basi yule ambaye atapenda asipatwe na mtihani. Mitihani itakuja tu mpaka waondoka duniani, lakini anasema sasa yule ambaye atapenda kwamba aepushwe na moto, sasa basi ahakikishe kwamba mauti yake yanapomjia yamjia hayo mauti na hali ya kuwa yeye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Waliyati lin-nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi, mpaka mwisho wa hadithi. Alhasil ni kwamba kuthibitisha kwamba wakati wa mwanzo na wakati wa mwisho una utofauti, kwa maana ya kwamba sisi tunaishi ndani ya kipindi cha mitihani katika mambo ya kiimani. Miongoni mwa mambo ya kimitihani ni kupatikana wapotoshaji wengi na njia nyingi za kumpotosha mtu. Huu ni mtihani mkubwa sana. Haki ipo, si kwamba haki haipo, ipo, lakini wenye kuipotosha haki ni wengi, watapatikana watu hao. Sasa mpaka kuifikia kwamba hii ndiyo haki na wewe ukawa una maamuzi ya kuifuata haki, ni jambo lina uzito, kwa sababu wale wapotoshaji watakapokuwa wengi na waliopotoka nao watakuwa wengi. Kwa hiyo utakaosimama katika njia ya sawa ndio utakuwa ni
kiasi ambacho wataonekana kwamba humul ghurabau, wao ni watu wageni kabisa, watu wapya. Mbona wako tofauti hawa, wako wapya? Jambo hili litajitokeza. Sasa nimependa niyatangulize haya ili tufahamu kwamba hali iko namna hiyo, na kuna mengi ya kuyaeleza. Tusije tukaona kwamba tuko shwari, sisi si Waislamu bwana, kwani kuna shida gani? Sote sisi Waislamu. Inawezekana ikawa unalizungumza ni kweli, lakini pia inawezekana likawa si kweli. Tunachokitafuta sisi ni salama bwana, kila mmoja atafuta salama ya nafsi yake, lakini dini yetu imetuamrisha unapojua jambo la sawa mwambie mwenzako, fikisha. Usimwache mwenzako akiwa katika hali ya wanasema kudangana, yani kubabaika, kujua akawa hajui apitie wapi. Ili jambo aliruhusiwa, fikisha. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa anaamrishwa kufikisha haki. Sasa katika mambo ya kuyazingatia kwamba upotofu upo na haki ipo, katika aliyosema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema hivi. Haya tunayozungumza ni maandalizi ya hili neno mahi as-salafiyya wa man hum salaf, ili mje mfahamu umuhimu wa kitu hiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi sahihi, ala inna man qablakum min ahli alkitabi, kwa hakika fahamuni, hakika waliokuwa kabla yenu katika ahli alkitabi. Akisema ahli alkitabi wanakusudia Mayahudi na Manasara. Iftaraqu ala 72 millatan, waliokuwa kabla yenu katika Mayahudi na Manasara walifarikiana, yani walitofautiana mpaka wakafikia makundi 72, mila 72. Hawa wako kivyao na wanaona hawa wapotevu, hawa wana wale wapotevu wale, basi makundi 72, kila mmoja ajidai kwamba yeye ni mfuasi wa Isa mwana wa Maryam. Waliokuwa kabla yenu walitofautiana hivyo. Wa inna hadhihi almilla, na hakika mila hii, yani dini hii na umma huu, sataftariqu ala 73, watagawanyika au utagawanyika umma huu kwenye makundi 73. 72 fi an-nar, makundi 72 yatakuwa motoni. Wa wahidatun fil janna, na kundi moja litakuwa katika janna. Wa hiya aljamaa, nalo ni lile linaloitwa aljamaa. Fi riwaya, katika riwaya nyingine Mtume sallallahu alaihi wasallam alifafanua nini maana ya aljamaa, akasema ma ana alayhi alyawma wa ashabi, ni lile kundi ambalo litakuwa juu ya ile hali ambayo mimi hivi leo niko juu yake na maswahaba zangu. Yani wakawa mfumo wao katika dini yao ni kama mfumo huu nilionao mimi na maswahaba. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maneno haya hatutakiwi sisi tuyasome kama tunaposoma habari nyingine tukazipuuza, kwa sababu maneno haya Mtume anayazungumza sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa njia ya maelekezo kutoka kwa Mola wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam hazungumzi kwa matamanio ya nafsi. Kwa hiyo anaambiwa aseme hivi. Sasa tukiyazingatia maneno haya, Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia mgawanyiko upo. Mgawanyiko upo, mtagawana nyinyi Waislamu. Alizungumza kipindi hicho hakuna mgawanyiko, iko yeye na masahaba zake, yeye na masahaba zake, hakuna tena kundi jingine zaidi ya kuwa hawa ni Waislamu na wale makafiri basi. Wakati huo akasema mtagawanyika, na hili katika mitihani ya umma huu, kama alivyosema wasayusibu akhira hadhihi al-umma bala'un wa umurun tunkiruna. Ni katika haya sasa kwamba umma huu utapatwa na mitihani na mambo mageni msiyoyajua. Miongoni mwa mambo hayo mageni
ni mifarakano. Kwa mifarakano itakuwepo, hata kama tutafanya bidii kwamba jamani msifarakane, mifarakano bado ipo. Sasa ukirudi katika ardhul waqi, yani katika uhalisia, sasa tukijitazama mifarakano iko hakuna? Tujalie Mtume swalla sallam hakuyasema maneno haya, je, tuishi kwenye mifarakano au hapana? Aljawabu, tuishi kwenye mifarakano. Ipo, imeingia kwenye nyumba zetu, kwenye mitaa yetu, kwenye miji yetu, kwenye vijiji vyetu, vitongoji na kila mahali, kwenye maskuli huko, vyuo. Mifarakano ipo, hawa wanatazama hivi na wale watazama vile. Cha kufanya ni nini tunapofarakana? Kila mmoja sasa anakuja na ufumbuzi wake, lakini ufumbuzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, watu wanapoingia katika mifarakano, ikitokea mifarakano, salama na amani, kusalimika na kupata amani ni kushikamana na njia yake na njia ya maswahaba zake. Hapo ndipo kwenye usalama na hakuna jambo lingine. Na kila atakapoingia mtu, atakapojiegemeza kwenye mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndipo atakapokuwa amejiingiza katika usalama zaidi. Sasa katika hawa wanaokhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wametofautiana. Kuna ambaye kakhalifu kidogo, mwingine yani kakhalifu kama nchi 6 hivi, mwingine nchi 8, mwingine futi 1, mwingine mita 1, mwingine kilomita, mwingine amial, yuko mbali kabisa na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanatofautiana, na bila shaka mbele ya Allah watu hawatadhulumiwa. Kila mmoja atapewa hukumu yake kwa vile alivyokhalifu. Kwa hiyo iliposemwa hapa makundi 72 motoni, haina maana kwamba haya makundi ya motoni yote yatakuwa yamekufuru kwa sababu ya ukafiri. La, kila mmoja atastahili kuingia moto kwa mujibu alivyokhalifu, kuikhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wako katika Uislamu wataingia katika moto kama watakavyoingia watu motoni kwa sababu ya madhambi wanaoyatenda, basi kuna watu wataingia motoni kwa sababu ya bid'a wanazozifanya. Lakini tunasema asili moto umeandaliwa makafiri. Wewe Muislamu wajiingiza tu huko, si mahali kwako. Utajiingiza vipi? Kwa bid'a utakayoifanya. Utajiingiza vipi? Kwa maasi utakayoyafanya. Lakini sisi pia hatumjui, hatuwezi kukata kwamba huyu wa motoni, huyu wa motoni. Hatuwezi kukata hilo, bali sisi tunasema atakayekhalifu njia hii atakwenda motoni. Kama tunaposema kwamba anayekula riba, anayefanya uzinifu, anayeiba, anayedhulumu mali za watu, basi mambo kama madhambi kama walevi, kwamba haya ni katika mambo ya motoni. Hatumkatii mtu moja kwa moja kwamba wewe motoni. Nini? Kwa sababu umekunywa pombe. La, tunasema atakaye kufa na hali ya kuwa ni sharibul khamr fi an-nar. Hii ni hukumu ya kisheria. Sasa kuna mwingine atasamehewa au itakuwa hivi, hilo ni kwa Mola wake, na wala hatuwezi kumwainishia kwamba ni huyu. Kwa hiyo hivyo katika upande wa makundi na kutofautiana, kuna watu watakwenda motoni kwa sababu ya makundi yao. Kina nani? Wale waliokhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaikhalifu njia ya maswahaba. Hapa nataka kusema kwamba kumbe jambo la kukhalifu njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuingia katika makundi kama hayo ni jambo baya, na gharama yake ni moto. Kwa hiyo jambo kumbe limejengeka katika msingi wa pepo na moto. Si jambo dogo tukalichukulia jambo la maskhara, kwa sababu maisha yetu ya ulimwenguni sisi ni maisha madogo sana, mafupi sana. Tukipata maisha ya starehe hapa duniani, pengine umepewa maisha hasa, tujalie miaka mingapi? 100 mathalan, 100.
Mia ni miaka starehe. Kiingia 70 tu matatizo yashaanza. Bali 70 pia mbali, siku hizi maradhi yako mengi. Tujalie 80 ndio maisha ya ulimwengu. Sasa watafute watu waliokuwa na umri wa miaka 80 sasa hivi. Ili awe na miaka 80 amezaliwa mwaka 42. 1942 huyu ana miaka 80 sasa. Waliokuwa chini ya hapo ukiwatafuta katika huu ulimwengu utaona ni kidogo sana. Yaani waliozaliwa nyuma ya 42 mwaka 40, 38 utatembea katika kijiji au katika mtaa pengine kuna wazee 4 5 tu. Ukiwatafuta watu waliozaliwa 1920 leo hali zao mbaya kabisa kama wako hai. Washakwenda wengine mbele ya haki. Sasa na sisi itafika wakati tutakuwepo. Maisha ya akhira ni marefu sana. Yale ya maisha ya kaburini. Sasa ndugu yangu ukakae kaburini na mateso. Si unaamini kwamba kuna malipo? Tunaamini hivyo kwamba kuna malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwema hawezi kuwa sawa na muovu, muovu hawezi kuwa sawa na mwema. Kila mmoja atalipwa kwa yale aliyochuma hapa ulimwenguni. Maisha ya akhira ukaishi katika moto wa jahannam kwa miaka na miaka kwa sababu ya kukhalifu njia sahihi ambayo wewe unaweza ukaifanyia maamuzi ukaamua kuifuata njia hiyo. Khiari ulikuwa nayo ulimwenguni, lakini kwa jeuri zako tu ukaamua kuiacha njia hiyo. Huoni kwamba hilo ni tatizo? Ni tatizo kubwa sana. Sasa huu ni utangulizi wangu. Kwa jambo liko baina ya pepo na moto. Kwa hiyo tuko katika jambo hatari sana, lakini tulitazame kwa umakini sana. Mimi nitaweka kituo kidogo tu. Na hapa kama dakika 5 hivi au dakika 4, alafu nitaendelea tena kidogo. Kwa sababu wakati ulivyokuwa mrefu itakuwa si sahihi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد tunaendelea na maudhui yetu ya ma hiya as-salafiyatu wa man hum as-salaf. Ni nini usalaf na ni kina nani hao masalaf? Kwa nini tunauliza swali hili, au kwa nini tunayauliza maswali haya? Ni nini usalaf na ni kina nani hao as-salaf? Swali hili lina umuhimu mkubwa mtu kujiuliza swali hili, lakini muhimu zaidi ni jawabu lake sahihi. Kupata jawabu sahihi la swali hili ni jambo muhimu zaidi. Na kwa nini masalafi? Kwa nini huo usalafi? Hivi sasa kuna watu wengi hujinasibu na usalafi na hali ya kuwa si katika hao. Hujinasibu na usalafi na hali ya kuwa wao si katika hao, na wamekuwa wakali sana wanapoambiwa kwamba wewe au nyinyi si katika wale. Wanakuwa wanapiga kelele nyingi sana kwamba wametolewa. Kwani uliingia mpaka uwe sasa umetolewa umo?
Sasa ukiujua ni nini usalafi ndio utajua kwamba huyu alitolewa au hayumo kabla. Alafu je, kuna kutolewa au mtu hujitoa mwenyewe? Hivi kuna mtu anayeweza kumtoa mwenzake katika Uislamu akapatia kwamba kuanzia leo wewe nimekutoa, haumo kwenye Uislamu, na wewe pia haumo, wewe haumo kwenye Uislamu? Kuna mtu ana mamlaka hayo? Hakuna mwenye mamlaka hayo. Lakini je, yule akitoka akafanya mambo ya kumtoa katika Uislamu, mtayasoma, mtasomeshwa hapa na al-Sheikh Abu Hashim Abdul Qadir Hashim hafidhahullah ta'ala, atakuja kuwasomesha kitabu Nawaqidhul Islami, mambo yenye kuuchangua Uislamu. Kwa maana kuna mambo mtu akiyafanya basi anakuwa amejivua mwenyewe, ashauvunja Uislamu wake. Kwa hivyo inapozingatiwa baada ya hapo sasa kuna vigezo fulani vikikamilika, anakuwa huyu si Muislamu. Kwa hiyo hao wengine pengine wakafanya tu kazi ya kutangaza kwa kufanya hivi, huyu si Muislamu, ameritadi, lakini lazima vigezo vya haki vitimie. Vigezo vitimie katika hili. Kinyume cha hivyo itakuwa sio haki. Kwa hiyo hakuna aliyekuwa na haki kwamba ni kama vile tuko katika mchezo fulani hivi na mmoja yeye kazi yake kutoa red card, wewe out na wewe pia out. La, hakuna utaratibu huo. Kwa kitu cha msingi cha kukizingatia ni kuujua kwanza ule usalafi ni nini. Ukishajua kwamba ni nini, ndio utajua kwamba aha, kama usalafi ndio huu na masalafi ndio hawa, basi kumbe huyu hayumo kabla ya hapo, si kwamba katolewa, hayumo. Kwa hiyo mimi nazungumza maneno haya kwanza ili tujitambue sisi na kile tulichokuwa nacho. Pengine wewe pia unaweza kujinasibu pia humo, kwa sababu kufuata ile miiko yake na taratibu zake. Wapenda tu salafi watu wakuita salafi, kumbe wala mwenyewe huko katika taratibu hizo, wapenda tu kuitwa hivyo jina, waona kama vile fashion fulani imeingia. Kwa hiyo na wewe la, sasa sisi tunatakiwa tujitambue katika hili kwa ajili ya nafsi zetu, lakini pia wigo hatuko peke yetu, lazima tujitambue, tutambuane. Kumbe na yule na yule na yule na yule na yule watambue, kwa sababu kuna haki za msingi zinatakiwa zitolewe kwa waliokuwemo, na pia wale wasiokuwemo wana haki zao wapewe. Hili ni jambo muhimu sana. As-salafiyya, ule usalafi, nisbatu fahiya nisbatu ila salafi. Salafiyya maana yake, usalafi maana yake ni kujinasibu, kujinasibisha na salafi, kujinasibisha na watangulizi wema. Salafia maana yake ni kujinasibisha kwamba mimi na wafuata wale. Usalafi maana yake ni wewe kujinasibisha na wale waliotangulia, kwamba mimi mwenendo wangu na wafuata wale. Ndio maana ya as-salafiyya. Neno as-salafiyya huo usalafi, maana yake ni kujinasibu na wale waliotangulia, kujinasibisha na wale, kwamba mimi kiimani na itikadi, akhlaqi na mwenendo na ibada, utaratibu wangu wa dini nafuata mwenendo wa wale.
na ukawa uko hivyo kweli, ukawa uko hivyo kweli. Sasa hiki kitendo cha wewe kujinasibu na wale ndio chaitwa usalafia. Wewe ukijinasibu na wale, sisi tutakuita wewe salafiyun. Lazima hii iwepo mwisho yun. Hii ndio nisba sasa. Salafiyun. Tusema mimi ni salafiyun, maana yake mimi najinasibisha na wale waliotutangulia, mwenendo wangu mimi ni wa wale. Nadhani nitakuwa nimeeleweka. Kuna maswali mengi utakuwa yanazunguka kwenye vichwa, lakini tutasema, naendelea tena, wa huwa intisabu mahmudun ila manhajin sadidin. Huku kujinasibisha huku ni kujinasibisha kuzuri sana, kwa sababu ni kujinasibisha kwenye njia na mfumo ulio sawa, na wala sio kuzusha madhahabi na mfumo mpya. Nimeeleweka mpaka hapo? Sasa mimi najua watu wengi wanajiuliza maswali, kwa sababu wanakuwa wana shubuhati ukisema shubuhati, yani nitaja mambo mawili yanawasumbua vijana. Nitaja shubuhati na shahawati, fikra na hoja tata zile, sawa, fikra chafu, hoja tata pamoja na matamanio. Sasa huko mtaani huko kuna fikra nyingi chafu chafu ambazo si nzuri, lakini huwezi kuzijua kirahisi rahisi mpaka elimu, tena elimu sahihi. Mwambie kwani mtume akatuachia usalafi? Hakutuachia usalafi, akatuachia Uislamu. Huyu Muislamu, mimi Muislamu tu. Mambo si salafi, huyu sio salafi, yule si nani, yule nani. Mambo haya hakuna, yamekuja kuwagawa Waislamu. Hizo fikra zipo Fikra hizi huwa zinaletwa na watu wa aina mbili. Aina ya kwanza ya watu ni watu waovu, wanaojua wanafanya nini. Kuna watu waovu wenye malengo, wanajua kitu gani wanafanya, wanazungumza maneno haya. Na kundi la pili la watu wasio na ujuzi wowote, yani wajinga. Wao hawajui, wana ghera tu na Uislamu, wao wanaona yanayozungumzwa ni fujo tu. Liko kundi hilo, yeye ataka Uislamu tu. Tunaelewana? Na sisi huo Uislamu ndio tunautaka na ndio tunaulingania, lakini Uislamu upi? Kwa sababu tunakubaliana sisi kwamba Waislamu wamegawanyika, na wale mgawanyiko hauja kuja leo, kwamba eti masalafu walipokuja hapa nchini ndio watu wakagawanyika. La, mgawanyiko huko tangu kitambo. Na mimi siku moja, kiasi cha miaka kadhaa iliyopita nyuma, sikumbuki mingapi, ni mingi tu, kwa sababu ni zaidi ya miaka 8 hivi au zaidi, ni zaidi ya miaka 8, niliwahi kuzungumza hapa. Kuna mtu alikuwa akiwatuhumu masalafi kwamba wamekuja kuwagawa Waislamu, na hali ya kuwa Waislamu wote jambo lao ni hili moja. Sasa nyinyi mwaita farqa. Kawaambia si kweli, jambo lenu si moja. Sisi katika mambo makubwa kabisa yanayotuunganisha, ukiacha mambo ya tauhidi na aqida na imani, ni jambo la swala. Ni jambo la swala. Hivi leo kuna baadhi ya miji ukienda utakuta msikiti wa madhehebu fulani huu na wa madhehebu fulani ni huu. Hawa waingia hapa na hawa waingia hapa. Hawa hawaswali hapa hata siku moja.
Nani aliwagawa? Na masalafi hawakuweko. Na swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiswali masahaba wote kwa pamoja. Lakini leo nyinyi mwagawana hivi kwa kuamini hasa kwamba swala za hawa, sisi swala zetu haziwezi kusihi nyuma ya hawa. Kule Dar es Salaam, nikatoa mfano, kule Dar es Salaam kuna misikiti miwili imeshikana hivi. Nataja tu hivyo, hata kama wenyewe ukasirika. Misikiti imeshikana. Huu mmoja uko huku hapo. Nyinyi mwaijua hiyo misikiti. Kama mnatoka Dar es Salaam, basi ukitembea kule mjini kule utakuta kuna misikiti miwili imeshikana. Sasa mimi nilizungumza kwa sababu misikiti imeshikana kama vile mabehewa ya treni. Kuna mmoja akajibu, msikiti unafanishwa na behewa. Akaacha ile hoja ya msingi. Mimi sijafananisha msikiti ile kwamba msikiti kama jibehewa tu. Vile mlivyoshikanisha haiingii akilini kwamba ule ni umoja. Sasa huu ni mfano tu. Ukienda huko Pemba, ukienda Unguja, ukienda wapi, haya mambo yapo. Sasa haya yote yatakuthibitisha kwamba watu wamegawanyika. Na haikuja tu kwamba wewe unajenga hapa na mimi najenga hapo. Hii ni kheri. Kuna vitu wanaviitakidi. Kwa hiyo swala yangu haiwezi kuwa sahihi kuswali msikiti huu mpaka uswali msikiti huu. Ndio maana ikawa vile. Kwa ikhtilafu iko. Tunajaribu tu sasa hivi kutumia siasa ya kuzizima zile ikhtilafu. Jamani, kila mmoja baki na imani yake, lakini tuwe kitu kimoja. Kuna baadhi ya mambo ndio yatuunganisha. Kuna baadhi ya mambo tunataka yatuunganishe, lakini ni mambo tu ya kisiasa. Ama katika uhalisia hasa, kwa mfano atoke mtu wa madhehebu fulani wachilie mbali ya masalafi, tuwatoe hao, tuwapeleke kwenye kisiwa chao, wasituletee fujo mathalan. Lakini huyu mtu wa madhehebu haya aweza kuoa mtu wa madhehebu haya, akienda ataozeshwa. Awe hivyo pia ni mtu wa kabila hilo, lakini madhehebu yake ni kadhaa. Ambapo hapana, haiwezekani. Tawaje huyu bwana na yeye kadhaa. Sasa haya mambo yapo. Na pia nikapiga mifano iliwahi kuweko katika msikiti wa Makka. Ili jambo Dr. Mustafa Sibai kwenye kitabu chake Makanatu Sunna fi Tashrii' al-Islami, kitabu chake anaelezea kwamba pale Makka ilifikia hadi, yani ilifikia kiwango paswaliwa mihirabu 4, vibula 4, swala 4. Wataswali mahanafi, wataswali swala yao. Mashafi hawawezi kuwafuata mahanafi. Mahanafi wana imamu wao na mihirabu yao, na Shafiia wana yao, Malikia wana yao, Hanabila wana yao. Hawa hawafuati hawa wala hawa hawafuati hawa. Hili jambo aliyekuja kuliondoa ni King Abdul Aziz Al Saud. Baba yao kina Fahd bin Abdul Aziz, kina Salman bin Abdul Aziz Al Saud walipokamata ile ardhi pale ya Haramaini, walipopewa wakayaondoa mambo yale kwamba huu si katika Uislamu. Itakuwaje kila watu waswali kwa mujibu wa madhehebu yao na sote sisi waislamu wa kitu kimoja? Ndio pakawekwa imamu mmoja tu, huyo tu, mpaka hii leo watu waswali swala za jamaa kwa pamoja, tarawih imamu mmoja, swala za janaza imamu mmoja, jambo ambalo halikuwepo hapo katikati. Kuna mambo yalivurugika hapo, yalikuwa tofauti. Sasa hawa wanaolia au wanaozungumzia kuhusu utengano kwamba umeletwa na masalafi wanafanya dhulma, hawako sawa. Kwa hiyo nataka kusema tena na kuthibitisha kwamba ikhtilafu ziko na zimeathiri katika umma wa Kiislamu. Watu wamegawanyika makundi, kila kundi linadai kwamba liko katika haki. Kuna ambao wanadai pia kuna utume waendelea na kuna mtume mpya. Utafuata dini hiyo? Wako kuna watu wanaoitakidi kwamba wale maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam waliokuwa wakimpigania Uislamu wamekufa, wameritadi, ni makafiri. Abu Bakar kafir, Umar kafir, Uthman kafir.
wanaitakidi wake wa mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha, Hafsa makafiri. Kuna watu wanadai wao ni waislamu, bali wanadai mambo mengi mazito. Sasa wewe muislamu yupi? Aina ya uislamu wako ni ule uislamu wa kuamini kwamba utume waendelea? Mimi si uislamu pia, si uislamu uitakidi. Je, wewe uislamu wako ni ule uislamu wa kuitakidi kwamba Abu Bakar, Umar na Uthman makafiri? Mimi sitaki uislamu huo. Wataka uislamu gani? Bainisha. Sawa? Kwa hiyo ni lazima sasa tupambanue, kwa sababu tayari jambo lishafurugika. Wewe ni muislamu wa aina gani? Tutakatujue waamini lipi. Sasa waanze kueleza, mimi ni muislamu ambaye siamini kwamba utume waendelea, mimi ni muislamu ambaye naamini kwamba Abu Bakar mimi siamini kwamba Abu Bakar ni kafiri, najua ni swahaba mbora, hivyo Umar, hivyo Uthmani na watu wa mtume. Na nasubiri stories zako hizo. Sema neno moja, muislamu wa aina gani? Ndio pale zamani wanasema mimi ni ahlus sunnati wal jamaa, au mimi ni katika ahlus sunnati wal jamaa. Neno hili lilikuwa likitosheleza kuonyesha wewe ni muislamu wa aina gani. Ukisema mimi ni Shia, huyu ndio yule anayewatusi maswahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukijisema hilo basi ushafahamika. Mimi Kadiani, tushakujua wewe ni nani. Mtume waendelea. Kwa hiyo ni intisabu ambayo ni mahmud, huwezi kuipinga. Ima utakuwa una lengo, kuna kitu utakufikisha kwa watu, lakini watakuwachezea akili zao kuonyesha kwamba hakuna tofauti na hali ya kuwa tofauti ziko. Au ni mtu ambaye huumizwi na mambo ya Uislamu, kwa hiyo zile tofauti hutaki kujishughulisha nazo, ukajua kwamba kuna tofauti. Ndio mwingine anasema mimi naona wote Waislamu tu. Hata huyu anayewatukana na kuwakufurisha masahaba pia, hata huyu anayesema utume waendelea pia, hata yule anayesema kwamba Qur'ani imepotoshwa, hata yule pia. Sasa wewe Uislamu wako vipi? Wewe una matatizo. Kwani lazima ipatikane ili ule upambanuzi. Sasa kuna watu, hata hivyo pia kuna watu walijinasibu na huo wa ahlus sunnati wal jamaa. Sisi bwana ni sunni. Kwa nini sasa? Tunamfuata Imam Malik sisi katika fiqh, katika vitabu, katika sheria. Sisi ni mashafi, tunamfuata Imam Shafi katika sheria. Wewe itikadi yako ni ipi? Unasema lakini mimi itikadi yangu ya Ash'ari. Wapo hapo. Mimi kwenye mambo ya sheria namfuata Imam Shafi'i. Sawa. Lakini katika jambo la itikadi nasema mimi katika itikadi namfuata Abu al-Hasan al-Ash'ari. Swali, huyu Imam Shafi'i alikuwa anaitakidi nini? Mbona umemkwepa Shafi'i? Kuna watu katika hii miji yetu wako hivyo, wanajinasibu na Imam Shafi'i katika sheria tu, tahara, swala, zaka, saumu, haji, mambo ya nikah, mambo ya buyu', yani biashara, milango ya jinayat, milango ya hududi na qisas na qada. Anakuambia mimi Shafi'i. Haya itikadi yako ni Ash'ari. Ina maana Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala hakuna itikadi anayoamini. Wataalamu wa zama hizi walikuwa wakipambanua kwamba Shafi'i itikadi yake ni salaf. Wafuasi wengi wamekwenda kwenye itikadi ya khalaf. Je, itikadi ya khalaf ni itikadi ya ahli sunna? Jawabu la, si itikadi ya ahli sunna. Kwa hiyo nataka kusema tena kwamba yoyote anayepinga hii intisabu, kujinasibisha, akaona kwamba ni tatizo, ima atakuwa anajua lakini ana nia mbaya, kuna lengo hapo ameliweka, au ni mjinga anapewa udhuru, hajui uhalisia ukoje. Lakini sawa sawa ni mtu kujinasibu ili apambanuke na wengine, si kwamba anafanya hivyo kwa lengo la kuleta farka iko, lakini tunakujua wewe ni Muislamu wa aina gani. Na hili la kujipambanua linatakiwa liwe kiimani,
kadhalika kimatendo, kiitikadi na kimatendo na kauli, kwa maana ya kwamba iwe ni kweli wewe unajinasibu na as-salaf kwa imani yako, na vile vile ni kweli unaitakidi unajipambanua na wengine kwa kufuata salaf kwa vitendo vyako, na kauli yako inatilia nguvu katika hilo. Ama kwa kauli tu lakini vitendo vyako na itikadi yako iko tofauti, tutakwambia wewe humo. Lau ungelikuwa wewe ufuata salaf usingefanya hili. Lau ungekuwa wewe ni mfuasi wa kufuata hao as-salaf wewe usingesema hivi. Tumeelewana? Kwa hiyo ni kujinasibisha na hao waliotangulia as-salaf. As-salaf ni kina nani? Man hum as-salaf? As-salaf katika upande wa lugha ya Kiarabu ni neno la lugha ya Kiarabu sin lam fa. As-salafu, neno hili linamaanisha alladhina taqaddamu wa sabaqu, wale waliotangulia. Yoyote aliyekutangulia bil ilmi wal imani wal fadli wal ihsan, aliyekutangulia katika imani, katika ilmu na imani na fadla na ihsan katika lugha ya Kiarabu. Kwa matumizi ya lugha ya Kiarabu neno hili hutumika neno moja linaitwa salaf. Baba yako kwako wewe katika lugha ni salafu wako. Lugha, nazungumza lugha, na tofauti ya lugha na sheria au istilahi. Lakini katika lugha ya Kiarabu ikisema kila aliyekutangulia wewe itafaa kumuita huyu salaf kwako kilugha. Mnielewe vizuri. Kusema mimi salafu bwana, vipi? Nafuata babangu mimi. Hapo umetumia neno hilo kilugha. Kilugha neno as-salaf ni kila aliyekutangulia, amekutangulia katika ilmu, amekutangulia katika iman, amekutangulia katika fadla, amekutangulia katika ihsan. Huyo anakuwa kwako wewe ni mtangulizi. Na haya ndivyo aliyosema al-Imam Ibn Manzur al-Ifriqi mwenye lisanu al-Arab. Anasema was-salafu aidan man taqaddamaka min abaika. As-salafu vile vile ni wale waliokutangulia miongoni mwa wazee wako, wa dhawi qarabatika, na jamaa zako, ndugu zako, alladhina fawqak, ambao wako juu yako, fi sinni wal fadl, kiumri na fadla. Watu waliokutangulia wewe kiumri na fadla katika lugha. ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. Na kwa sababu hii wakaitwa wale waliotangulia, wale watu wa mwanzo wale katika tabi'in, wakaitwa as-salaf as-salih. Katika sheria au katika istilahi likisemwa neno as-salaf, al-Imam al-Qalqashani rahimahullah ta'ala anatuambia katika tahrirul maqala kwamba as-salafu as-salih. Sasa tunaposema sisi ni wafuasi wa as-salaf tena as-salih, tunajinasibu na as-salaf. Hii salafia ni nisba ya as-salaf. Tunaposema maneno haya maana yake sasa ni kwamba sisi tuwafuata watangulizi wema. Ni kina nani hao watangulizi wema katika hii dini? Wa humus sadrul awwal, ni wale watangulizi wale wa mwanzo wale, arrasikhuna fil ilmi, wale waliobobea katika ilmu, almuhtaduna bihadi an-nabii sallallahu alaihi wasallam, wenye kufuata muongozo wa mtume sallallahu alaihi wasallam, alhafidhuna li sunnatihi, wenye kuzihifadhi sunna zake, yani wakawa wamezihami sunna zake. ikhtarahumullahu ta'ala lisuhbati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, watu ambao Allah aliwateua kwa ajili ya kusuhubiana na mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Wantakhabahum, na akawachagua wao, liiqamati dinihi, kwa ajili ya kuisimamisha dini yake. Hao kwa ufupi, sisi watangulizi wetu ni maswahaba na tabi'in, wanafunzi wa maswahaba.
wa atba'u tabi'in, na wanafunzi wa maswahaba. Sisi kwetu hao ndio watangulizi na ndio viigizo vyetu, kiigizo chema kwetu. Kwa kuwa watu wamekuwa wengi na makundi yamekuwa mengi, maneno yamekuwa mengi, yule asema hivi, yule asema vile, tukitazama salama iko hapa. Je, tumeamua kufanya hivyo kwa utashi wa nafsi zetu, kwamba jamani sisi tuamue leo tuwafuate wale, lakini hatuna maelekezo yoyote? Yani leo kiambiwa wewe kitu gani kilichokufanya katika dini yako, kigezo chako na ruwaza yako, kwa nini wasiwe hawa wazee waliofariki miaka 100 iliyopita? Kwa nini usiwaige hawa ukawatafute Waarabu wa miaka hiyo 1300 iliyopita? Una ushahidi wowote? Sasa huu ndio utakiwa wewe ujue na uutoe na uutumie. Je, Qur'ani imekuelekeza kufanya hivyo? Je, sunna imekuelekeza kufanya hivyo? Huko kusema kwamba wewe wawaiga wale, una andiko lolote? Hili ni jambo muhimu sasa. Kwa hiyo sisi tunapokuwa tunaamua kujinasibu na wale, tumeamua si kwa sababu ya utashi wa nafsi yetu, bali kwa kufuata maelekezo ya Al-Qur'ani na As-Sunnah. Kwani sisi tumeteremshwa Qur'ani bwana? Si yatosha Qur'ani? Sunna si yatosha? Kwani lazima masahaba? Kwani lazima tabi'in? Kuna watu pia wanasema hivyo hivyo. Qur'ani ipo, sunna ipo. Akisema sunna ipo, pengine labda ana tarjuma ya Riyadhus Salihin ya Kiingereza. Sunna iko. Kitabu hivyo sunna Bukhari ya Kiingereza iko. Sawa. Na Riyadhus Salihin ya Kiingereza iko, Bulughul Maram ya Kiingereza iko. Basi sunna hii hapa, Qur'ani hapa. Tarjuma Yusuf Ali iko, ya Farisi iko. Basi tufuate sisi. Ya nini kutafuta? Yani wamerahisisha ile elimu, imekuwa elimu ni kuwa na tarjuma ya Farisi ya Kiingereza au ya Barwani ya Kiswahili au ya Barwani, au kizidi kidogo kama umepita skuli basi uwe na Yusuf Ali au nyinginezo, alafu na huku nako una tarjuma ya Bukhari. Ushamaliza wewe, unaweza kuwa shekhe hapo. Ya nini kutafuta hao wengine? Nani kasema Hanbali, nani? Hamna. Kuna watu wana fikra hizo na wanajaribu kuzipandikiza kwa watu ambao ni wavivu wa kutafakari, hawana mapenzi na dini yao, wakataka mambo yawe ya mkato tu hivi. Yani wewe ukae skuli huko usome miaka, pengine usomea kitu kimoja tu, umehangaika miaka yote ile, sasa hivi usomea kitu kimoja dhaifu tu, lakini bado umo tu kwenye jambo la dini. Liko na mambo mengi, yani uchukue kwa mkato tu. Kuna akili kweli? Sasa jambo la dini halipelekwi namna hiyo. Ukiisoma Qur'ani hiyo hiyo utakuona inakuelekeza mahali. Hebu tukisoma baadhi ya aya utaona Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waman yushaqiqir rasula. Hii ni aya ya 115 ya suratu An-Nisa. Aya ya 115 katika suratu An-Nisa. Suratu An-Nisa ni sura ya 4. Au suratu An-Nisa sura ya 4. Ya kwanza Al-Fatiha, ya pili ni Al-Baqara, ya tatu ni Ala Imran, na ya 4 ni suratu An-Nisa. Katika aya ya 115 Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia waman yushaqiqir rasula, yoyote atakaye mukhalifu na yoyote atakaye muasi mtume sallallahu alayhi wasallam, ikawa anapingana naye, ndio maana ya mushaqa. Waambiwa hivi, wewe fanya hivi, fanya hivi, mimi nafanya vile. Kwani hivi kuna ubaya? Yule tu mushaqa. Na watu kwamba bwana mtume akasema tufanye hivi, kwani hivi kuna ubaya? Hivi itakuwaje?
pia akasema hivi, kwani hivi vipi? Yani yeye lazima atie dosari pale, alete rai yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuamrisha tufanye hivi. Kwani hivi je? Mbona wewe ufanye vile? Kuna watu wa aina hiyo, ile ndio mushaka. Sasa kuna watu wafanya mushaka katika mambo madogo, wengine makubwa zaidi. Sasa yoyote ameingia, dogo la katikati na kubwa lake, yoyote atakaye mukhalifu na kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati gani? Min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu. Mtu mwingine anaweza kukhalifu kwa sababu bado hajafikiwa na haki, sio? Hajajua kwamba haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam au ni mambo ya Waarabu tu, hajajua. Sasa yeye kishajua, kaambiwa kwamba haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo baada ya kumbainikia yeye uongofu, yani elimu yenye manufaa, huyo mtu sasa likaingia neno jingine pale, halikuingizwa bahati mbaya kwamba limechomeka na hili nalo tuliingize hapa. Ndivyo ilivyo, ndio sawa. Akasema wayattabi ghaira sabili almu'minin, na huyu mtu huyu akafuata njia isiyokuwa ya waumini. Amekhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na akaikhalifu ile njia wanaopita waumini. Wakati Qur'ani ikishuka, waumini ni kina Abu Bakar, kina Umar, kina Uthman, kina Ali, kina Talha, kina Zubayr, kina Sa'd, kina Sa'id, kina Amir bin Jarrah, kina Abdurrahman bin Auf. Ilikuwa hao ndio waumini wakitajwa, kina Bilal bin Rabah, kina Ammar bin Yasir na wengineo katika saadat min almuhajirin wal ansar. Kwa yoyote atakaye mukhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuwa haki imembainikia, hoja zimembainikia, alafu akaamua kufuata njia isiyokuwa ya waumini, atafanywa nini huyu? Ni walihi ma tawalla, sisi tutamtawalishia lile alilolichagua, tutampa nini? Fasanuyasiruhu lilusra, nuwallihi ma tawalla. Haya, ushapata unalotaka, umetaka kuwa wewe kadiani, ushakuwa. Wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza katika jahannam. Wasaat masira, marejeo mabaya kabisa ni jahannam. Kitaka marejeo mabaya kabisa ni jahannam. Kwa hiyo hapa, kwa nini tumeisoma aya hii? Tumeisoma aya hii kwa sababu inatuelekeza ya kwamba sisi tunatakiwa tufuate njia ya waumini. Baada ya kujua kwamba haya ni mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, je, wale waumini walio pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam walimuelewaje katika hili? Je, wao walilifanyia kazi hili jambo hili kivipi? Ndio hivi tunavyofahamu sisi au kuna utofauti? Kwa hiyo katika hili kuna umuhimu mkubwa sana wa kuangalia wale waliotutangulia wamemuelewaje. Mtu anaweza kujiuliza, sasa tutajuaje hilo? Hilo ni rahisi, lakini rahisi itakapokuwa umeamua kujishughulisha na jambo la elimu. Qur'ani imekuja imeeleza ayat. Wanawachuoni waliokuja baada ya masahaba wamezinukuu kauli zote za masahaba zinazohusiana na maelezo ya aya, kwamba hapa, jamani, aya hii maana yake ni hivi. Amesema Ibn Abbas, amesema fulani. Kwa hiyo ile Qur'ani yenyewe yatafsiriwa na masahaba na wanafunzi wa masahaba. Kwa hiyo pia katika Qur'ani tunataka tafsiri ya as-salaf, kwa sababu masahaba na tabi'in na atba'u tabi'in hawa ni katika salaf. Kwa hiyo tafsiri ya Qur'ani pia iegemee katika mtazamo wa vile walivyoelewa wale maswahaba kumuelewa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wao walikuwa hawazikiuki aya 10 ila Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwafundisha maana yake, wanazihifadhi na kupewa maana yake hivyo hivyo. Na huu ndio ulikuwa utaratibu wa as-salaf, na kwa sababu hii dini ikahifadhika, na hayo yao yote yameelezwa kwenye vitabu, yamewekwa kwa riwaya zake na mapokezi yake.
Sisi tumeamua tu kwamba hatutaki kuvijua hivyo vitabu wala hatutaki kujua yale kwenye vitabu, tukayatupilia mbali. Hivyo hivyo katika milango ya imani na itikadi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mwalimu wa kusomesha itikadi na imani, kama vile alivyokuwa mwalimu wa kusomesha swala na zaka, tahara na milango mingine. Kama alipopokewa katika tahara na swala na zaka, vile vile maswahaba walimpokea katika mambo ya imani. Na ndio maana Qur'ani ikawa inawaambia wasiokuwa waislamu, bali na waislamu watakaokuja baadaye, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ni maneno yako ndani ya Qur'ani haya, aya 137 ya suratu al-Baqara. Ikiwa kama wao wataamini mfano wa mlivyoamini nyinyi kina Abu Bakar, nyinyi kina Umar, nyinyi kina Uthman, nyinyi kina Ali, nyinyi kina al-Hasan, nyinyi kina al-Husayn, nyinyi kina Talha, nyinyi kina Az-Zubayr na wengineo katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama wao wataamini kama mlivyoamini nyinyi, imani zao zikiwa kama imani zenu, zikaafikiana vile wanavyoamini. Aina Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam anamuuliza jari, aina Allah, iko wapi Allah? Jari alisemaje? fi samaa. Sasa imani yetu sisi ikiafikiana kama vile, hapo hao watakuwa wameongoka. fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama wao watakengeuka wakaacha njia hiyo wakaingia katika shiqaq. Shiqaq ni ile mukhalafa kama tulivyoeleza, wa man yushaqiqir rasula, sawa, yoyote atakaye mukhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam, na huku nako na yoyote atakayekengeuka akaamua kushika njia nyingine isiyokuwa hiyo, imani yake ikawa tofauti. Inapoeleza masaili ya kiimani, wao wanazungumza tofauti na wanavyoeleza masahaba na wanavyoeleza tabi'in, wanavyoeleza atba'u tabi'in. Katika masala ya ulatul umur, wakiulizwa wao wanazungumza tofauti na wanavyozungumza waliposema masahaba, waliposema tabi'in. Kisema ulatul umur, watawala wema au waovu, akiulizwa yeye atatoa jawabu tofauti na jawabu waliotoa masahaba au tabi'in. fa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sibghat Allah, lazimianeni na umbile la Allah na dini ya Allah. waman ahsanu min Allah sibgha, fala sibghat Allah, lazimianeni kwa ighra, lazimianeni na dini ya Allah. Kwa hiyo tunatakiwa tufahamu kwamba suala la sisi kufuata njia ya hao tuliotaja wanaitwa as-salaf si jambo la khiari. Salafia ni kujinasibu na salaf kwa maana waliotangulia, na masalaf ni masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in, hususan wale watu waliokuwa katika zile karne tatu bora. Sahaba, wanafunzi wao, yani vizazi vitatu vile. Ikisemwa karne katika zama hizo na katika lugha ya Kiarabu, miongoni mwa maana zake ikisemwa karne, nyinyi kwa Kiswahili mweza kusema karne moja ni miaka 100, sawa, hiyo ni karne. Lakini neno karne hasa likitumika linakusudiwa maana ya kizazi, kizazi cha kwanza, kizazi cha pili, kizazi cha tatu, kila kizazi ni karne. Kwa hiyo kuna kizazi cha masahaba ambacho ni kizazi kilichomdiriki Mtume sallallahu alaihi wasallam, kikakutana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiki ni kizazi kinaitwa qarn. Kuna kizazi hicho hakikumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kimewaona waliomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kizazi cha pili ni qarnu thani, wanaitwa tabi'un. Alafu kuna kizazi cha tatu, ni kizazi kilichowadiriki waliowaona masahaba, kizazi cha watu ambao wamewaona waliowaona masahaba au waliokutana na masahaba ambao ni wanafunzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Kwa hiyo ndani ya vizazi hivi vitatu palikuwa na salama, hapana afya. Haina maana kwamba hakukuwa na migogoro, hakukuwa na watu waliokhalifu, lakini al-ibratu bil aghlabiyya. Siku zote mazingatio yanazingatiwa kwa ile hali halisi, wingi ule ulivyo. Inaweza kupatikana mmoja mkorofi, lakini hali halisi hasa ikoje? Watu wa nchi hiyo wakoje? Watu wa mahali hapo wakoje? Ndio tunachokizungumzia sisi. Sasa tunatakiwa sisi baada ya kujua ni nini au as-salafiyya, tunajua ni kina nani hao as-salaf. Nasema ni hivi vizazi vitatu hivi vyema, as-salafu salih. Hawa ndio watatupa maana halisi ya Uislamu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Sasa jambo halikujengwa katika hawa, katika matamanio ya nafsi, limejengwa katika misingi ya elimu na utafiti na ufuatiliaji. Lazima tufuatilie, tujue mwenendo na njia ya wema waliotutangulia ilikuwaje katika milango ya dini. Maana tumetishiwa na Qur'an na imetuambia ukweli, waman asdaq min Allah qila. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inma hum fi shiqaqin sayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Sibghat Allah waman ahsanu min Allah sibgha. Sasa tuambiwa maneno haya kwenye Qur'ani, lazima imani zetu, na imani ni kauli, itikadi kwa moyo, na kauli kwa ulimi na vitendo. Imani tunatakiwa sisi tuwe katika utaratibu huo katika jambo la dini yetu. Tuwatazame wale waliotutangulia. Tunapolingania da'wa zetu sisi, tuangalie wale waliotangulia, mapito yao katika jambo la da'wa yakoje, njia waliopita ni ipi. Yani kwa mfano, je, waislamu wanapokuwa katika nchi wanaishi au mahali wanaishi, wametawaliwa na mtawala ambaye si muislamu, watakiwa waishi vipi? Wanapotawaliwa na mtawala muislamu dhalim, waishi vipi? Wanapotawaliwa na mtawala muislamu muadilifu, waishi vipi? Wanapokuwa katika hali ya udhaifu mahali popote katika ulimwengu huu, waishi vipi? Wanapokuwa katika hali ya nguvu katika ulimwengu, waishi vipi? Hili ni jambo muhimu sana, na yote yamefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yote masahaba wameyafanyia kazi, na tabi'ina na atba'u tabi'in. Yote haya yamejaa ndani ya vitabu vya elimu, vitabu vya itikadi, tafsiri za Qur'ani na shuruhati za hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aqwali zimehifadhiwa huko. Lakini vijana wengi wa Kiislamu ni wavivu wa kujifundisha jambo la dini, kwa sababu jambo la dini halina maslaha ya kidunia. Utasoma mimi ndugu ustadhi, nitapata nini? Maana mtu akwambia sasa wajua kwa ajili ya kupata kazi wacha nisome, atasoma, akimaliza sasa tutajua labda huyu atatafarra kwa ajili ya kusoma dini. Kwamba sasa itabidi kwanza nipate kazi, sio wajua nataka kuoa. Haya, kupata kazi, kashapata mwelekeo kama ni biashara, kwamba sasa mimi nataka kuoa, au sasa hivi na familia, sasa unajua tena wakati wa kutafuta riziki. Sasa hiyo dini utaisoma lini? Au kuna watu mmewakodisha hao watasoma dini kwa niaba yenu? Ni nani atakuja kuihami hii dini? Kama sisi waislamu wenyewe tumeitelekeza dini yetu kwa sababu hailipi. Kweli hailipi, ukiangalia kwa dhahiri ya maisha ya kilimwengu kweli hailipi, lakini haihitaji kuangaliwa hii dini. Haihitaji kupatikana vijana wenye akili na maarifa kuisoma hii dini kisawasawa, ili yale yaliyojazana kule katika mambo ya kheri aliyofunza Mtume sallallahu alaihi wasallam na maswahaba yaletwe katika wake, katika hali halisi na maisha yetu kila siku. Hivi mnadhani katika miji ni walimu wangapi wanaweza kutosheleza kuwafundisha watu yale yaliyo kwenye vitabu? Ni nani atalifanya jambo hili? Sasa panapotokea upotoshaji, utakuta athari yake inakuwa kubwa, kwa sababu ujinga ni mkubwa.
Upotoshaji unapata nguvu na kuenea kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu wahanga na wale ambao wanapelekewa ni wengi sana, hawana nguvu ya kuweza kujihami dhidi ya ule upotoshaji unaokuja ima wa kiitikadi au mwingineo, kwa sababu vitu vishavurugwa, haviko sawa, havina kinga madhubuti ya kuweza kujihami na upotoshaji huu. Watu hawajali, wanataka mkato tu hivi. Kwa hiyo njia ya as-salaf as-salih ndio njia ya haki, lakini sasa yatakiwa isomwe, tuijue, ila kila anayesimama kuzungumza tujue, je, huyu anazungumza kwa misingi ya as-salaf as-salih? Tayib, pengine anaweza kala tafsiri aya moja, aya mbili au milango fulani amewafiki, lakini milango hii hajawafiki, yuko kinyume kabisa na njia ya salaf. Mifano iko mingi, na ndio maana tukaweka mtiririko wa mihadhara hii. Baada hii ma hiya salafiyya wa man hum salaf, watakuja mashekhe wengine watakuja kuelezea nafasi ya maulama katika dini, kwa sababu kuna watu wameukhalifu msingi huu wa maulama. Dini inatueleza vipi kuhusu maulama, na maulama ni kina nani? Kuna watu wamekhalifu katika hili. Leo kila anayezungumza ataitwa shekhe, na kila anayezungumza ni alim. Tambua wanachuoni sasa watu wagombana bwana, kiambia huyu mwanachuoni kasoma wapi, elimu yake kiwango, sasa mashekhe wanaanza kuhusudiana sasa. Hata huko mtaani utakuta siku hizi mambo hizi taaluma pia zimevamiwa. Mtu anaitwa profesa fulani, darasa moja hana. Sasa wataalamu wakikaa wakichambua lile jambo, utasema maprofesa sasa matofautiana maprofesa. Hata yule pia mzingatia profesa, sio? Mnanielewa ninachosema? Kuna watu wanapewa majina na lakabu kubwa kubwa wakiitwa maprofesa, dokta fulani, sawa? Sasa anapozungumza jambo kinyume na uhalisia na fani zilivyo na tafiti zinavyoeleza, watu wenye utafiti wao wakaleta utafiti, mtasema kwamba sasa wataalamu mnatofautiana sasa, ndio? Au hizo tabia zenu mzileta kwenye dini tu? Si kila anayezungumza kwenye mitandao huko ni shekhe. Hili ni jambo baya kabisa ambalo Waislamu wanalileta katika safu ya Waislamu, jambo baya kabisa la kupigwa vita, kwa sababu ni kuudharau Uislamu. Anaweza akasimama mtu akazungumza vitu vya ajabu, lakini ukirejea rekodi yake na historia yake ya kusoma huipati. Pigia alipita madrasa tu kidogo, kasoma Qur'ani, ajua kadha wa kadha, lakini hawezi kuitwa shekhe, kwamba huyu ni shekhe wa kutegemewa akazungumza kitu na kutoa fatwa. Si shekhe. Lakini Waislamu wenyewe washaamua, walimefanya uchaguzi wakapitisha kwamba na huyu ni katika magogo ya Kiislamu, hafai kupingwa. Ukimpinga tu hasana. Wallahi ni jambo baya kabisa miongoni mwa mambo yenye kuua Uislamu, kwa sababu wanapewa vibali vya kuusemea Uislamu watu wasiostahili. Sasa kuna watu wameukhalifu mlango huu, kuna watu wamekhalifu katika mambo ya kuzungumza mambo kwa watawala na mengineyo, mambo ya migomo na maandamano na mambo mengine mengi tu. Kuna watu wamekhalifu. Maadamu wamekhalifu katika misingi hiyo, hawawezi kuitwa as-salaf, hawawezi kujinasibisha na salafia. Wamekhalifu jambo hilo kwa sababu wenyewe hawajaingia katika njia hiyo. Umeingiza mguu mmoja mwingine uko nje humo. Kwa hiyo hujatolewa, umejitoa mwenyewe, hujawahi kuingia, au umeingia nusu nusu. Uislamu hautaki hivyo. Au mlango wa kutoa rududi za haki, za kubainisha kwamba wewe wabainisha hili si la haki na huyu halinganii katika haki. Ni mlango madhubuti sana. Kuna watu wataka kuufunga kwa nguvu, lakini hawataweza. Wakitaka kuweza mlango huu, moja katika
katika njia za kufanya kwa wakati wa sasa, wazifunge media zote na mitandao yote ya kijamii, waifunge yote, alafu wawaue wote wanaojinasibisha na da'wa salafia, wote wawamalize, wafute audio zao zote ulimwenguni. Ndio utaweza hilo, pingine utafika nusu ya hilo. Tuwapa mpango huu, kama wauweza huo basi ufanye, utafanikiwa. Lakini maadamu hii ni haki, hawataweza kuizuia. Kwa hiyo ma hiya salafiyya wa man hum as-salaf? Salafiyya ni ule usalaf, yani kujinasibu na as-salaf, ndio maana yake, ndio neno salafiyya. As-salaf ni kina nani? Masahaba, tabi'in. Nikisema tabi'in muelewa, yani wale wanafunzi wa masahaba na wanafunzi waliosoma kwa wanafunzi wa masahaba, wale ndio as-salaf. Sisi tulioko huku mwisho huku tunatakiwa tujinasibishe na wale, na sisi wala kujinasibisha kwa kusema tu mimi salafi, mimi salafiyun, la. Iwe ni ukweli kiimani na itikadi, katika ibada, katika akhlaq, katika da'wa, katika namna ufikishaji, na mwanzo wapi utaanzia, jambo gani la msingi, mambo ya msingi ya kuanzia. Hiyo ndio njia unatakiwa upite. Na miongoni mwa dawa za msingi kabisa zenye kupambanua ni tauhid. Mtu anapokuwa analingania kwenye tauhid na watu wampwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika da'wa yake, kumsafisha, kumtakasa Allah katika ibada, ndiyo njia ya as-salaf. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anamtuma Ibn Abbas radhiyallahu anhuma kwenda al-Yaman. Ni hadithi Ibn Abbas alipokea Ibn Abbas, Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtuma Muadh kwenda al-Yaman, akamwambia innaka taqdum ala qaumin min ahli al-kitab faltakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa Allah. Amwambia innaka taqdum ala ahli al-kitab فليكن أولا أو فلتكن أولا ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. liwe jambo la kwanza, jambo la shahada ndio jambo la kwanza kabisa. Wewe unakwenda Yemen kwa watu wa kitabu, basi jambo la mwanzo kabisa ambalo wewe utakiwa uanze nalo kufahamisha shahadatu an la ilaha illa Allah. Katika riwaya la yuwahidullah, wafundisha wale mpaka wampwekeshe Allah. Sasa wewe ukishafika pale kwa watu maskini hawana wajuano katika mambo ya tauhidi, waanza harakati zako, kwa sababu umeangalia kwenye channel ya Al-Manari huko au kwenye Al Jazeera, waanza siasa pale, tusikubali waislamu hivi, waanza kuleta fujo, kuwajaza hawa waislamu wenyewe. Ukiwauliza shurutu za la ilaha illa Allah hawazijui, utakuwa watendea haki kweli? Hawa waislamu wenyewe wanaozungumzia habari hizo, shuruti zile, sharti za la ilaha illa Allah, hawazijui. Si wafundisha hizi kwanza? Hawa waislamu wenyewe yale mambo ya kuivunja la ilaha illa Allah na waqidul islam hawayajui, wawaingiza katika mambo ya siasa huko Palestina, si wapi, lazima tusikubali. Sisi msikubali vipi? Hawa waislamu wenyewe pengine kaida nurania hawajui kusoma zile herufi, hajui, na ni muislamu, vaa makanzu mazuri na makoti, pengine siku ya Eid au endao na vilemba vikubwa, hajui chochote hapa, hayumo, wamtia kwenye mambo makubwa. Sasa ukiwaona watu wa da'wa hiyo, ujue wana khalifu njia ya as-salaf. Kwa sababu Qur'ani yatambia walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Nyinyi waislamu, nyinyi walinganizi, kuweni rabbaniyin, walezi wenye kuwalea watu kutoka kwenye elimu za chini kuwapeleka kwenye elimu za juu. Kwa sababu ar-rabbani ni yule ambaye yurabbi an-nasa min sighari al-ilmi ila kibarihi. Wewe waanza mambo hayo makubwa ambayo hayawahusu wao, hatujalie wahusu, lakini haya hawajui ya msingi. Sasa watu wenye dawa hizo wameacha njia ya salaf kabisa,
Na wengine wakikaa wao dawa zao ni visa na mambo ya nini ya tarhibu na visas. Yani akija pale ataeleza leo tutazungumza kisa cha bwana cha mjusi kafiri sio nani sio alifanya hivi. Sawa, taeleza pale waislamu watafurahi, mashaallah shehe yuko fasaha, yuko vizuri. Ndio nini? Kashajua dini yake. Kwa hiyo mtu ukiangalia muadham ya darasa zake, mihadhara yake ni njia hiyo. Hizi ni njia za kuwalaza waislamu. Haina maana kwamba Qur'ani haikueleza visa, mtume hakueleza visa, lakini ni jambo linakwenda kwa mpangilio na utaratibu. Wapi walianza masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi? Yani leo hapa tujalie mmekuja nyinyi kutoka mlikotoka, tuanze kuwasimulia visa vilikuwaje na nani alikuwa vile, alafu situwasomeshe ili mvikute hivyo visa humo ndani. Lakini huu utaratibu mnaokwenda nao wa kwamba sasa na nyinyi mwatakiwa mfute ujinga, kumbaro sio hapo tunakwenda, kwa sababu tayari umri ushapita. Haya, mfute ujinga, mjue kusoma na mjue kuandika, na muweze kukisoma kitabu cha Mola wenu. Huu ndio utaratibu sahihi. Haya masala kudanganyana sio ya harakati kwenda huku urudi huku na makabrasha yako, sio ndio mwenyekiti wa kufanyaje yule ana harakati kwenda huku, bwana Uislamu ni mipango, sasa tumiliki ardhi na hili, alafu kishamiliki ardhi kusali ujui wewe. Tutafuta mwalimu, sio wewe mwalimu. Utafute mwalimu wapi? Kwa hiyo zile ni harakati za ovyo. Mimi nazita harakati za ovyo. Haziwezi kuusaidia Uislamu. Hauwezi kusaidia vizazi vya Kiislamu. Tunaififisha ile nguvu yao. Tunapoteza bure ile nguvu walionayo. Hawa vijana na watoto watakiwa wafunzwe dini, waijue dini. Kila mmoja awe daia ila Allah. Ndio wakati tuliokuwa nao sasa hivi. Tupange safu ya watu ambao watailingania da'wa kutoka kwenye mashina yao, kwenye nyumba zao huko na kuendelea. Wao wana uwezo wa kufikisha risala ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni mimi, wewe na yule tuamue sasa. Na hii ndio njia ya as-salaf. Sasa da'wa nyingi zimewalemaza watu wamejikuta wamekaa miaka mingi lakini misingi ya dini hawajui. Na ndio maana leo naweza kusema kwamba misikiti mingi utakayokwenda hapa nchini Tanzania au katika huu ukanda wa Afrika ya Mashariki, wewe nenda katika ile misikiti ambayo kuna wazee wamekaa miaka mingi wanaswali. Sizungumzi hivi kwa kuwatweza na kutaka kuwadhalilisha, nataka mtafute uhalisia. Utapata kwamba watu wengi wanaoswali hawajui swala zao. Sasa ujiulize ni kitu gani kinachopelekea wasijue swala zao? Kile wanachokisoma kwenye swala wakawa hawakijui. Vitu vyenye kuharibu swala zao hawavijui. Tahara zao hawazijui, na hali ya kuwa walimu na maimamu wapo. Ni kitu gani? Ni kwa sababu wameamua kuacha njia ya salaf. Wameamua kwa makusudi. Kwa hiyo watu wakitoka hapo msikitini utaswali, wajua wao utaigiza swali si vitendo mara nyingi, na maneno si siri, hatujui mwenyewe wasemaje huko. Lakini siku waingie mwalimu kwamba tuswali kwa sauti ile, tumsikilize mmoja baada ya mwingine, itakuwa ni izara hiyo, ni fedheha. Kuna watu watakimbia msikitini, hawatarudi tena mpaka kufa kwao. Nimekuja tuadhiri sisi hapa. Kwani waadhiriwa? Tunataka kujua tu wasoma nini. Kwangu ni kuadhiriwa. Tutajua tu, tunataka tujue kwamba wewe unapenda kusoma sura gani wewe? Hebu isome. Lakini ni nini? Kwa sababu tunaacha ile njia sawa sawa. Sasa hali hii afadhali ingelikuwa ni mmoja pengine ana uzito fulani lakini ndio utaratibu. Ndio jambo hilo, ndio utaratibu kwa kiasi kikubwa. Ukienda mijini na vijijini, na shati hii ya taalimu haiko. Watu wanachukulia jambo la dini kimaskhara maskhara. Dawa salafia haitaki jambo hilo kabisa. Na mlinganizi anayekwenda kwenye utaratibu huo
huyo hayuko katika njia ya sawa, hayuko katika njia ya sawa. Anaona kwamba mambo mengine yana umuhimu zaidi na yana kipaumbele zaidi kuliko hili, basi huyo hayuko katika njia ya sawa. Sasa sikwambii waulize mambo ya imani, mambo ya shuruti za la ilaha illa Allah, nawaqidhi za Uislamu, sifa za Allah, majina yake, si kadha wa kadha. Hayo ndio utakuwa umemaliza kabisa. Utaambia sasa wewe umekuja kutukufurisha sisi. Ina maana sisi sio Waislamu siku zote hizo? Umekuja tutoa katika Uislamu? La. Mwisho mimi namaliza maneno yangu kwa kuambia kwamba tuna wajibu wa kuijua hii da'wa. Sababu maneno yangu mimi ilikuwa ni haya mawili. Ni nini usalaf na ni kina nani hao masalaf? Usalafi ni salafia ni kujinasibisha na masalaf. Masalafi ni kina nani? Ni hao watu hizi karne tatu. Kujinasibisha katika mambo ya ibada, mambo ya imani na itikadi, katika ibada, katika akhlaq na katika da'wa, na njia zote zile ambazo zinakuwa zinazingatiwa kwamba ni sehemu katika dini, kujinasibisha na wao. Kwa mfano nakupeni mfano mmoja. Leo sisi tunaingia na khilafu, mathalan kuna watu wasema kwamba jamani, hizi ihtifalati za maulidi zifai, ni bid'a. Kwanza wale wanaojitetea wanakuja na kampeni na sura ya kusema hamumpendi mtume. Hiyo ndio lugha ya kwanza. Wale wasiompenda mtume, wale wasiompenda sallu ala nabii, yani anatumia awatif kwanza kuonyesha kwamba wale hawataki hata mtume swalla sallam aswaliwe. Wale ndio maana wanapinga hili, hawataki kusimama katika uhalisia, yani hali halisi. Sasa ukiwaambia kwani mna hoja ya haya mnayofanya, watakutajia aya chungu nzima. Moja katika hiyo ni aya katika sura Yunus, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu. Waambie kwa sababu ya fadhila za Allah na kwa sababu ya rehema zake basi wafurahike. Tufurahike. Kwa hiyo kufurahiki, kumfurahikia mtume sallallahu alaihi wasallam ni wajibu, si amri. Wajibu, lazima mumfurahikie mtume sallallahu alaihi wasallam, kama vile alivyosema ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima, msalieni sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kama tulipoambiwa ya ayyuhalladhina amanu udhkurullaha dhikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Ni amri hizi. Sasa tumfurahikie mtume sallallahu alayhi wasallam vipi? Je, hivi tunavyofanya sisi ndivyo walivyofurahika maswahaba? Hili ni swali muhimu sana, sijakuona kama ni jambo la kimzaha mzaha hivi. Ndivyo maswahaba walivyoielewa aya hii na ndivyo walivyofurahika. Kwa furahika watu wafurahikaje? Haya, tumeamrishwa, ni amri. Mimi nataka kuitekeleza amri hii. Wenzetu wale waliotangulia kule nyuma, wao walifanyaje? Tulipoambiwa waaqimu swala, tukatazama wenzetu wameswali vipi, mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekezaje, tukawa twaswali alipotuelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam, na vile walipopokea masahaba kwa mtume sallallahu alaihi wasallam aliswali hivi, mtume sallallahu alaihi wasallam aliadhini hivi, na adhana ina fadhila hizi. Waliofanya hivyo ni masahaba. Hebu angalia, kuna hadithi moja ameitaja al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake, ni hadithi an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a, an Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a anna Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala Aba Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu qala lahu inni araka tuhibbu al-ghanama wal-badiyah fa idha kunta fi ghanamika aw badiyatika fa'adhanta lis-salah فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت مؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المفروض نسألوني مفانو حديث مبقى أبو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع. أنا سمعكم أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه alimwambia siku moja, anamwambia Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'sa, mimi nakuona wewe wapenda sana mambo ya shamba na mambo ya wanyama wewe.
shamba, wanyama, mara mbuzi, kondoo, na kuona sana mara uko shamba, wapenda mambo haya. Ukiwa huko shamba kwako na kwenye wanyama wako huko ukaadhini kwa ajili ya sala, basi wewe nyanyua sauti yako, hata kama porini Allah apige kelele, sauti yako nyanyua kabisa. Kwa nini? Amwambia kwa sababu mambo yalivyo, hata isikia ule upeo wa sauti ya muadhin jini wala wanadamu wala chochote, miti nini, hakuna kitu chochote kitafikiwa na sauti ile ila kitamtolea ushahidi siku ya kiyama. Abu Sa'id al-Khudri anamwambia Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a, kisha amwambia hivi, hayo mimi nimeyasikia kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo sahaba anatupa habari aliyoipokea kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Sisi tusingeijua kama lau yeye asingeipokea, na kama yeye asingemwambia Abdurrahman bin Abi Sa'sa'a, na kama Abdullah bin Abi Sa'sa'a asingewafundisha wanafunzi wake, isingepokelewa sunna hii, isingejulikana. Sasa sisi tunataka kujua jambo hili la kumfurahikia mtume sallallahu alayhi wasallam, jambo kubwa sana. Je, aya hii wao walifanyia kazi vipi? Ni jambo muhimu sana. Ndio maana ya fahamu ya salaf. Si kwamba sisi tumefunga akili zetu, hatufai tena kutumia akili zetu na ufahamu wetu, la, hatukufungwa hivi. Lakini kwanza aya hii imeteremka Maka au imeteremka Madina, ameisomesha mtume sallallahu alaihi wasallam, walimuelewaje, wakaifanyia kazi vipi? Kumbe tunatakiwa tufanye sasa, tutumie akili zetu sasa sisi akili zetu zitumie katika kufahamu, si katika kuchakachua. Muelewe hapo, hakuna mambo kuchakachua hapo, ni kufahamu na kuzitoa faida zinazopatikana katika andiko lile, na ufahamu na akili za kuweza kuwaelewesha wengine waelewe. Sio akili hapa, mimi hapa naona sisi tusifanye hivi, sisi tufanye vile. Wataka kuleta rai tofauti na aliyofundisha mtume sallallahu alaihi wasallam, nenda na rai yako mbele, haikubaliki. Lazima utumie hiyo akili yako na maarifa yako katika kufahamu maandiko. Kwa ufahamu wa maswahaba ni jambo la budda min, halina budi. Haya ni machache katika mengi ambayo nadhani nyinyi mnajua, mnafuatilia, mnasikiliza, mnaangalia. Kuna vitu kama, kuna mambo mengi tumeyazungumza na hayatoshi kwa wakati wa sasa, lakini haya niliyoleta sasa hivi ninaona ndio yale muhimu sana ya nyinyi kuyajua. Mengine yatakuja kuendelea tena.